بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم، وبعد. سادة العلماء، سادة الشيوخ، سادة الأساتذة, ndugu wapenzi, mashekhe, maulama, maustadhi na wafuatiliziaji wa vipindi vyetu popote pale duniani mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ima katika maktwa yetu fupi kabisa tutazungumzia kuhusiana na hizi maulidi ambazo ni haramu, yani qat'an ni haramu, na mashekhe wengi ambao wanafahamika ni mashekhe, wengine ni maustadhi, wanafanya hizi maulidi ambazo ni haramu na kuwapa masalafia au mawahabi nukta za kuharamisha maulidi, na qat'an zinakuwa ni haramu. Ndio, hakuna utetezi, maana siku hizi kuna baadhi ya masufi ni muanidini. Linapokuja sala la kidini, akiona liko tofauti na yeye au yeye nalikosea, anampachikiza mtu huyo Shia, huyo Wahabi. Sasa kwa yule ambaye maktwa hii ataona kwamba anataka ifanyie radi, na ifanyie radi ya kielimu na kiume, kisha baada yake na sisi tutakuja kumjibu katika maktwa ambayo ataifanya. Tuko vizuri sana Na jambo lenyewe ni al-ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, ni ikhtilat, kuchanganyika, kuchangamana kati ya wanawake na wanaume. Watu wazima waliooa wa kike na wa kiume wanachanganyika, vijana wa kiume baligh na mabinti ambao wamevunja nyungo wanachanganyika. Wengine wanachati wamevaa mavazi ya hovyo, wamevaa vihijabu vya Simba, napenda kuviita vihijabu vya Simba, vihijabu vinaishia humu, kifua kimebana kweli kweli, na magauni ambayo wameyavaa, kifua kimechora namna hii. Kijana wa kiume amekaa pembeni au mwanaume amekaa pembeni, unataka niambie hatapata shahwa? Hizi ni maulidi za kihuni na si za Kiislamu, ila ni maulidi ambazo mtu kama kuzichopeka tu na kuwapa nukta wahabiyin ili waweze kukosoa maulidi za bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Sasa mimi sitaki kuleta hadithi nyingi, aya nyingi ya kuwalu, lakini sitaki kutoa visa vya maswahaba ambaye kuna moja katika swahaba mtukufu Mtume aliposema kwamba msiwakataze vijakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwatakeni ruhusa kwenda masjid. Swahaba yule alipoomba ruhusa na mke wake, akamwambia mke wangu, acha, wewe ni mzuri. Na kilichojiri baadaye kwa ule mwanamke kwa kwenda tu msikitini, hicho ni kisa, ni kadhia nyingine, si mahala pake hapa. Tuko vizuri sana Sasa jambo hili la kuchanganyika wanawake na wanaume kwenye maulidi, qat'an maulidi hayo yanabeba hukumu ya haram, ni haram na hakuna thawabu hapo. Kwa nini? Nitatoa kitabu kimoja tu cha mmoja katika wahenga wetu wa jiji letu kubwa kabisa la Tanga, alimul allama al-Sheikh Abu Bakari Burhan, sawa katika kitabu chake hiki As-Swa'iqatu Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, katika juzuu la pili. Kitabu hiki kimekusanya juzuu mbili. Sasa katika juzuu ya pili ya kitabu hiki As-Swa'iqa, juzuu la pili, kama vinakuwa inaonekana kwenye safha nambari 22 mpaka 23, yuwasema kwamba al-maulidu wajtima'u rijali wan-nisa'i fihi, maulid na kukusanyika wanaume na wanawake katika maulidi hiyo, sawa Akasema ya kwamba wa mimma yat'anu bihi al-mu'tariduna, na katika lile ambalo wanalitusi, wanalitumia kupinga wale ambao wanapinga maulidi,
lihaflati almaulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika kupinga hafla za maulidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anna hunaka ikhtilatan baina ar-rijali wan-nisaa, kwamba katika maulidi hizo kuna ikhtilat, kuchangamana wanawake na wanaume. Fatahrumu tilka alhaflatu lidhalika aidan, basi inakuwa ni haramu hafla hizo kwa mchanganyiko huo pia. Waljawabu, sikiliza shekhi sasa ili twende kwenye mahalu shahid, na jibu la hilo, annana fi biladina, kwamba sisi masufi katika miji yetu, najitamiu inda iqamati tilka alhaflati, tunakusanyika katika kusimamisha hizo hafla, rijalan wa nisaan wala nakhtalit, wanaume na wanawake tunakusanyika wala hatuchanganyiki. Tuko vizuri sana washattani ma baina al-ijtimai wal-ikhtilati, na ni mambo mawili yaliyoko mbali kati ya kukusanyika na kuchanganyika. Tuko vizuri sana falmuharramu minhuma, basi lenye kukatazwa kati ya mawili hayo, ijtimau, kukusanyika, wal-ikhtilatu, na kuchanganyika, ni kipi? Al-ikhtilatu ni kuchanganyika, lal-ijmau si kukusanyika. Tuko vizuri sana walau kana al-ijtimau haraman, na lao ingekuwa kukusanyika wanaume na wanawake ni haramu, lanuhiya ani salati fil masjidi, basi kungekatazwa kuswali msikitini, jamaatan baina rijali wan nisa, jamaa kati ya wanawake na kati ya wanaume na wanawake. Tuko vizuri khalfa imami wahid, nyuma ya imamu mmoja. Akaendelea kusema Sheikh, faqad ijtama'u hina idhin fil masjidi, basi wakati huo wamekusanyika ndani ya msikiti, walam yakhtalitu, na hawakuchanganyika ila wamekusanyika. Tuko vizuri walau kana fi safi alwahidi mathalan, na lao ingekuwa katika safu moja kwa mfano, rijalun wa nisa'u, wanawake, wanaume na wanawake, bihaithu, kwa namna ambayo yaltaswiqu mankibu rajuli, yanagusana mabega ya mwanaume, bimankibil mar'ati, kwa bega la mwanamke, yanagusana namna hii hivi, yanagusana bega la mwanaume na bega la mwanamke, au mabega ya wanaume na mabega ya wanawake, lakanu hina idhin, basi wangekuwa wakati huo mukhtalitin, ni wenye kuchanganyika. Fafi kullin, basi katika kila ikhtilat, mchanganyiko, ijtima'un, kuna mkusanyiko, yani kwenye kuchanganyika kuna mkusanyiko. Tuko vizuri walaisa fi kulli ijtima'in ikhtilat, na hakuna katika kila mkusanyiko kuchanganyika. Kuna kukusanyika, kuna kuchanganyika. Walhamdulillah, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwani fi sahati ihtifalatina, katika ukunjufu wa hafla zetu za maulid, yakunu rijalu fi jihatin wan nisa'u fi ukhra, wanakuwa wanaume katika upande mwingine na wanawake upande mwingine. Tuko vizuri wa hadha laysa biharamin, na hili si haramu. Akaendelea Sheikh, naam, ndio, law ikhtalata ar-rijalu wan-nisa'i, lau watakusanyika wanaume na wanawake, fi ihtifalati al-maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika hafla za mazazi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakanat muharrama, basi jambo hilo lingekuwa ni lenye kuharamishwa. Kwa hiyo qat'an tunapata hukumu ya kwamba huu mtindo wa mseto wa kuchanganyika wanawake na wanaume, kugusana, kuchatiana, kutamanishana mambo ya hovyo, basi hii moja kwa moja maudi za mtindo huo ni haramun, zinakuwa zimeharamishwa qat'an na jazman. Tuko vizuri Akamaliza akasema,
bisababi hadhihi al-ikhtilati, kwa sababu ya huu mchanganyiko, huu mseto wa kihuni namna hii. La lidhati, si kwa ile dhati ya maulidi, ila huu mkusanyiko ndio taharamisha moja kwa moja. Min haithu, kwa sababu katika mazingira hayo, innaha bid'a, jambo hilo ni bid'a, kama yakulu almunkirun, kama ambavyo nasema masalafia wa kihabi wa zama hizi. Tuko vizuri Kwa hiyo jambo hili la kuchanganyika wanawake na wanaume moja kwa moja linaharamisha maulidi. Hivyo kwa yule ambaye atakuwa na hoja za kuja kupindua, basi aje, kisha baada yake tufungue ukurasa wa jambo kama hilo. Sawa Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Ma asabtu min Allah ta'ala wama akhtatu fa min nafsi wa min taqsiri wama u'titu min al-ilmi illa qalila. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.